Faida ya kukubali kuonywa. Faida ya kukubali kuonywa. Maonyo yanaweza kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Maonyo yanaweza kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Pia maonyo yanaweza kutoka kwa watu. Mungu anaweza kutumia watu kwa ajili ya kukuonya. Anaweza kuwatumia watu ambao machoni pako unaona ni duni kabisa. Unaona kabisa ni duni kabisa. Maonyo maana yake ni hali ya kukatazwa kufanya kitu. Kuna jambo ambalo unalifanya ambalo sio zuri, Mungu anatumia nafasi ya kukuonya peke yake au anatumia watu. Yani kwa nia nzuri ya kukurejesha ili aweze kukubariki. Labda una tabia ambayo Mungu hajairidhia au umekaa nje ya neno la Mungu. Mungu anachukua nafasi ya kukuonya au kutumia watu kukuonya. Kwa hiyo maonyo maana yake ni hali ya kukatazwa kufanya kitu. Mungu ni baba anayetupenda sana sisi watoto wake. Anapenda tufanikiwe, ndio maana huwa anatuonya. Yeye ni baba. Hakuna baba anayeona mtoto wake anafanya mambo yasiyo mazuri kaacha kumuonya. Wakati mwingine anatumia hata fimbo. Lakini nia nzuri tu. Kwa hiyo maonyo, faida ya kukubali maonyo. Maana kuna wengine wanakataa. Unaweza ukaonywa ukakataa. Sisi pia tuna wajibu wa kukubali maonyo ya Mungu ili tufanikiwe. Unapofika sehemu unaonywa na Mungu mwenyewe au unaonywa na mtu, kwa mtu mwenye hekima huwa anakubali kuonywa hata kukaripiwa. Kwa mtu mwenye akili huwa hakatai kuonywa. Tupo kwenye ulimwengu huu, kuna wakati tunafikiri tunafanya vitu kwa usahihi, kumbe tunakuta tumetoka nje ya neno la Mungu. Neno la Mungu kila wakati tunapolizungumza linatuonya, linatuelekeza, linatufundisha namna kutoka, namna kuingia, namna kutenda. Kwa hiyo kukubali kuonywa kuna faida zake. Kitabu cha Methali mlango wa 7 mstari wa 1 na mstari wa 2. Methali mlango wa 7 mstari wa 1 na wa 2 anasema, mwanangu, ashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu kama akiba kwako. Akiba ni kama hazina. Umetengeneza sehemu kama godown ya kuhifadhi vitu. Na hiyo godown ambayo unahifadhi kwa akiba ni moyo wako. Moyo wako ni mfuko wa kuhifadhi neno la Mungu. Kwa hiyo anasema, mwanangu, yashike maneno yangu na kuziweka amri zangu akiba kwako. Kwanza uzishike, pili uzihifadhi. Kwa nini? Hayo maneno yanapokaa ndani yanakuonya kama kuna jambo ambalo liko vizuri. Paulo anasema neno la Mungu lijae kwa wingi moyoni mwenu. Maana yake huo moyo uwe ni hifadhi ya kulihifadhi neno. Huwezi ukalihifadhi neno kama una tabia ya kusoma. Ndicho alichokuwa anasema mzee wa kanisa. Huyu binti hana mwezi, hana wiki 3, lakini amesema kila pando asilopanda kwa Mungu litafanyaje? Litang'olewa. Na kweli ile pando ambalo ndio amepanda kwenye mwili wake, walipoomba watu wa Mungu likang'olewa.
Lakini amejuaje? Kwa sababu anashika, analisoma neno, akashika, akahifadhi. Anapozungumza anateua neno. Na neno la Mungu ukilishika linakuponda ponda, linakutengeneza. Unapochepuka, ukionywa, utakuwa na moyo uliopondeka wa kukubali kuonywa. Wengi hatukubali kuonywa. Bwana apewe sifa sana. Mungu atusaidie sana. Mstari wa 2. Uzishike amri zangu ukaishi. Kumbe ukizishika amri kuna kuishi. Unapozishika amri kuna kuongezewa miaka. Kwa hiyo anasisitiza ya kwamba tuzishike amri zake tuishi. Na sheria yangu kama mboni ya jicho lako. Yaani ulihifadhi. Jinsi unavyolinda mboni ya jicho lako, ndivyo neno la Mungu lihifadhiwe, lilindwe, litunzwe. Litunzwe. Neno linapokaa kwenye moyo, lenyewe linakuonya. Ukitaka kufanya jambo linakwambia hapana. Ukisema neno ambalo sasa hivi neno anakuambia sisi wa tabia hii hatuongei hivi. Na mtu anapokubali maonyo anaingia kwenye toba. Ili atengeneze, ili abarikiwe. Mungu ni baba yetu. Anapenda tufanikiwe. Anapenda tufikie ahadi zake. Lakini kuna mambo madogo madogo yanatunyima ahadi. Mwanafunzi wa Sunday School ameongea vizuri sana. Kuna vitu vinatuzuia, lakini Mungu ametamka baraka. Sasa neno linatuadibisha. Kwa hiyo faida ya kukubali maonyo. Kwanza, neno kama mtoto wa Mungu, uyashike maneno yake. Alafu uziweke amri za Mungu ambayo neno lake akiba kwako. Akiba. Mwanzo 4. Sema tunakimbia haraka kwa ajili ya muda wetu. Mwanzo 4. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 4. Mstari wa 1 hadi wa 16. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 4. Mstari wa 1 hadi wa 16. Tasoma katika jina la Bwana. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba, kamzaa Kaini. Kasema nimempata mtoto mwanamume kwa Bwana. Kaongeza kamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hautapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni. Naye inakupasa wewe, naye wakupasa Bwana asifiwe sana. Usipotenda vyema, tabia mstari wa 7. Kama ukitenda vyema hutapata kibali. Usipotenda vyema, dhambi iko inakuotea mlangoni, naye inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kaini akamwambia Habili ndugu yake, twende uwandani. Kawa alipokuwepo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia toka katika ardhi.
basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi, uliofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapo ilima ardhi, haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye akampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Bwana apewe sifa sana. Ukisoma ukiwa umetulia polepole, hiyo mwanzo tu unagundua hawa watu wawili, Kaini na Abeli, ndio watoto ambao wa kwanza kabisa baada ya Adamu na Eva kufukuzwa kwenye bustani ya Eden. Baadaye Adamu akamjua mkewe, anamzaa Kaini, mtoto wa kwanza, lakini tena akapata mtoto anaitwa Abeli. Kila mmoja anafanya shughuli zake vizuri. Huyu analima shamba, ni mkulima. Huyu yeye ni mfugaji. Sasa ikafika kipindi cha kwenda kufanya ibada nyumbani mwa Mungu. Huyu akapeleka mazao yake kama sadaka, na huyu akapeleka mifugo, lakini kuna lugha anasema pale, na walionona. Yaani ule upendo wa ndani amemtolea fungu la 10, akaongeza na vilivyonona. Sasa ukiendelea kusoma, Mungu akumtakabali ya Kaini wala sadaka yake, lakini sadaka ya Abeli Mungu alimtakabali Abeli na sadaka yake. Manake pale moyo, Bwana apewe sifa sana, kuna anatanguliza Kaini na sadaka, Abeli na sadaka. Unapotoa sadaka yako, moyo wako kwanza, huo ni moyo wa kweli. Ukitoa sadaka wakati moyo wako hauko vizuri, sadaka yako haiwezi kutakabaliwa. Lazima utengeneze na Mungu. Ndio maana Yesu anasema mahali, kama kuna mtu ambaye hamko vizuri, kabla hujatoa sadaka katengeneze kwanza. Kishatengeneza ndio itoe ile sadaka. Kwa nini? Moyo. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Lakini sasa unaangalia Kaini hajatakabaliwa na Mungu. Ghafla ghadhabu. Ile ghadhabu anaigeuzia kwa mdogo wake, akamchukia. Lakini Mungu alianza kumwonya, akimwambia hivi, mstari wa 6, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako unakunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yapasa uishinde. Dhambi ipo wapi? Na inakuotea. Mungu anampa maelekezo, ukitenda vyema unakubaliwa. Hii ghadhabu iache. Lakini bado Kaini hakukubali maonyo. Bado lile jambo lake moyoni ametulia kimya. Na kwa sababu Abeli akujua leo kwenye moyo ya ndugu yake, ambia tende kondeni. Wanakwenda kwenye shughuli zao kama kawaida, akamuotea wakati hakuna mtu, akamuua. Mungu anamfuata, anamuuliza, ndugu yako yuko wapi? Anasema, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Hiyo lugha tu. Kwani mimi ni mlinzi? Hakujua Mungu yupo kila mahali kwa wakati mmoja, anajua kila kitu. Zaburi 139 ukisoma.
Sasa Mungu anamwambia vitu. Umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Ardhi tayari imelaaniwa. Ila ambaye alikuwa analima ili apate mazao, ardhi imeshalaaniwa. Kwa sababu amekataa maonyo. Jambo jingine, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Mtu ambaye wakukimbia kimbia. Kwa nini? Amekataa maonyo. Anaendelea. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua. Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana. Maana yake tayari amekataa maonyo, ametengwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana. Bwana apewe sana. Faida ya kukubali kuonywa. Kuna watu ukiwaonya hawataki kuonywa. Sasa kwa ajili ya haraka Kaini alikosea namna ya kutoa sadaka, ndio maana tu sadaka yake itakubaliwa. Namna ya kutoa, alikosea tu namna ya kutoa sadaka. Angekaa, angejitiisha kwa Mungu, angefundishwa namna ya kutoa sadaka, angetengeneza moyo wake mahusiano vizuri na Mungu, angetoa sadaka, ingetakabaliwa. Baraka za Mungu zingetiririka. Hakutaka kufundishwa. Kwa hiyo alipoona sadaka yake haikubalika, alishikwa na ghadhabu. Alafu akaanza kumchukia ndugu yake Abeli. Kwa hiyo Mungu alimuona na akaamua kumpa maonyo ambayo ndani yake yalikuwa na ushauri. Ndio maana anamwambia ukitenda vyema, yani kuna ushauri. Ukisoma vizuri ukatulia, ndani ya yale maonyo bado alikuwa anampa ushauri ambaye angesikia akatenda vyema, naye sadaka yake ingekubalika. Ndio maana anamwambia ukitenda vyema hutapata kibali. Hapo Mungu alikuwa anamuonyesha kwamba yeye ni Mungu mwenye kupenda, mwenye upendo. Na Mungu alikuwa anaonyesha mtu yote akitenda vyema anakubaliwa na yeye. Mtu yeyote tenda vyema, Mungu anamkubali. Haleluya. Lakini Kaini hakukubali maonyo wala ushauri wa Mungu. Aliamua kumua ndugu yake. Sasa madhara yakafuata. Madhara hayo ya kukataa maonyo, moyo wa Kaini ulijaa chuki. Mtu yote anakataa maonyo, kinachofuata ni kumchukia aliyemwonya. Atamchukia. Lakini mtu mwenye akili anapoonywa, mwenye moyo uliopondeka, umpenda yule ambaye amemwonya. Anamtakia mema, anampenda. Lakini moyo wa Kaini pale chuki. Ukimwonya mtu asionyeka, anakuchukia. Anakuona kama adui. Mungu atusaidie. Unaweza kumwonya kijana, tabia hii usifanye. Anayekuonya ni mtu mzima, ashapigwa, ashapita kwenye maisha, ameshamharibu. Kwa hiyo anajua madhara. Anakuambia binti, jitunze, ng'ang'anie Bwana, Mungu ataleta kufanana na wewe. Anaona wewe amepitwa na wakati. Na unamwambia hicho unachokifanya sasa hivi kwa binti wako unakosea. Kinachofuata anakuchukia.
Kama ni kijana, ukimwambia hicho unachokifanya, wewe bado ni kijana mdogo, usijiingize kwenye maisha haya, acha uzinzi, hata kuchukia. Sema yule mzee yule, kila ukienda tu wao, acha uzinzi, acha uzinzi. Hilo sio kanisa. Anachukia kanisa, anahama kanisa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana. Atahama kanisa, maana umemuonya, na atakuchukia. Lakini kule mbele atakutana na kitu, atakukumbuka. Haleluya. Bwana apewe sana. Lakini pia Kaini akawa na ukaidi katika moyo wake. Ndio maana Mungu alimjibu Mungu kwa jeuri. Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Elewa, anamjibu Mungu. Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Moyo wa ukaidi, wa kukataa. Ndio maana anamjibu Mungu namna hiyo. Lakini la pili, matokeo kukataa maonyo, akawa ni mzururaji. Kinachofuata ni kuwa ni mzururaji. Kwa nini? Alifukuzwa mbele za uso wa Mungu. Anazurura, si umemuonya, anahamia kanisa lingine. Na Dar es Salaam, kwa sababu makanisa yetu hatuji na barua na tunapokea tu, kumbe ameshaharibu kule. Ameonywa, ametoka kule, amekuja, ametulia kimya. Ngoja nikwambie, adhabu ile haitatoka mpaka utengeneze na Bwana. Leo somo hili lina nia nzuri. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ni mwaka wa kupanuliwa. Mungu anataka kutubariki. Kuna vitu vidogo vidogo ni vizuizi. Ni unataka tutengeneze na Bwana, ili kizuizi kiondoke. Mungu atubariki. Anaharibu kule, anakuja amenyamaza kimya. Amekula, amepewa maonyo, amekaidi, anahama, anakuja anatulia kimya. Atanena kwa lugha, ataomba sana. Kuna kitu cha kutengeneza. Tulikuwa na mshirika mmoja anaitwa Zakayo, alikuja juzi kunisalimia. Mungu ambariki Zakayo, ni mnyenyekevu sana. Wakati anakuja Dar es Salaam, alitoka Mbeya, Tukuyu. Yeye alipokuwa anachumbia, wakaanguka. Kwa hiyo akamchukua mke wake kabla taratibu zile, wakatengwa. Wakati wanakuja huko na ndugu zake wamemuita kuja kufanya biashara, Mungu akamleta kigogo, akaja hapa rohoni, akashuhudia kusali hapa. Cha kwanza alipokuja, alimfuata moja kwa moja, akaniambia jinsi walivyotengwa na kila kitu, na namba ya simu mchungaji wake. Nikampigia mchungaji, akaniambia, akanipa maagizo ya namna kumsaidia yule kijana. Nikawasaidia na wakawa baraka sana. Lakini alikuja akijua kula ameonywa kuna vitu vya kutengeneza, alikuja akatengeneza, mambo akawa vizuri. Bwana apewe sifa sana. Ili unapotoa sadaka, akutakabali wewe na sadaka yako. Hivi unapoingia kwenye maombi, akutakabali wewe na maombi yako. Ni nia nzuri kabisa. Mungu ni baba yetu, anataka kutubariki, anataka kututembelea, anataka kutuponya. Lazima tutengeneze. Umeonywa, lazima uanguke. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Ukikaidi, alipokaidi akawa ni mtu wa kuzurura, hana makao.
hana makao. Kama una makao, hutaingia mbinguni. Mbinguni wanakwenda wanyenyekevu, wanaokubali kuonywa. Jambo kingine, Kaini alikataliwa na Mungu. Hivi maana ameondolewa kwenye uso wa Mungu. Ukikataliwa na Mungu, hivi utaenda mbinguni? Mungu amekukataa, utakwenda mbinguni? Mungu amekukataa, ukiomba utajibiwa. Maana yake alilaaniwa, ardhi laaniwa. Kila unachokigusa inakuwa iko chini ya laana. Ardhi ile ambayo alikuwa anailima kwa ajili ya damu ya ndugu yake ikalaaniwa. Sasa apande avune. Pili, kwa ajili ya kukataa maonyo, maisha yake hayakuwa mazuri tena. Maana ardhi imelaaniwa. Maisha yake yakawa ni maisha ambayo ni ya taabu, ya huzuni, kwa sababu amekataa maonyo. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apendwa sana. Tunajifunza faida ya kufanyaje? Ya kukubali maonyo. Kwa hiyo kinachofuata kama ardhi kilaaniwa ni umaskini wa kutosha kabisa. Wa kutosha kabisa. Mithali 13:18. Mithali 13:18. Umaskini na fedhea itampata yeye akatae kurudiwa. Umaskini na fedhea tampata yeye akatae kurudiwa. Umaskini na fedhea tampata yeye akatae kurudiwa. Bali yeye angaliaye maonyo atapata. Bali yeye angaliaye maonyo ataheshimiwa. Mtu anayekubali maonyo, heshima inamfuata. Ni kama unaona kama unadhalilishwa, lakini unaelekezwa. Unapokubali, heshima inakuja juu yako. Heshima inakuja juu yako. Lakini anayekataa maonyo, umaskini na fedhea tampata. Utaki kurudiwa. Utaki. Daudi alipotimua nabii mdogo sana, Nathan, kwa kosa alilofanya, alikubali. Hilo kuna mfalme mmoja alitumiwa nabii kijana, walimuua nabii, aliuawa. Alienda kuonya. Lakini Daudi kama mfalme katumiwa nabii mdogo, akaelezwa makosa yake, akaanguka chini. Heshima ikamfunika Daudi. Ndio maana Yesu anatoka kwenye uzao wa Daudi. Sauli akusikiliza maonyo, alikataliwa na roho Mungu akaondoka, mapepo yakamuingia. Kifo chake kibaya sana, maana alikuwa akiwa ametoka kwa mganga wa kienyeji. Kama angekuwa anasikiliza maelekezo alikuwa anapewa anampa Samueli, angeishi maisha mingi, maisha starehe, angemaliza vizuri. Lakini hataki maonyo, huwa anajitetea sana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wakati mwingine unapokataa maonyo, unaweza kufa kwa kukataa maonyo. Kifo kinakumaliza. Utakufa kiroho, lakini pia kimwili kifo. Mithali 5:23. Mithali 5:23. Atakufa huyo
kwa kukosa maonyo, naye atapotea kwa wingi wa ujinga wake. Atakufa huyo kwa kukosa maonyo, naye atapotea kwa wingi wa ujinga wake. Kukataa maonyo unaitwa mjinga. Mtu mwenye hekima huwa anakubali maonyo. Anaweza akatuma mtu ambaye ukimwona machoni kama duni vile, lakini akafanyika baraka ya kukurudisha kwenye njia. Unapoacha kusikiliza maonyo unaitwa mjinga. Mwenye hekima ni yule anakubali kukaripiwa, kuelekezwa, kufundishwa, kuonywa. Unapokataa maonyo, kifo kinakungojea. Kifo cha kiroho mpaka cha kimwili. Hata kazi zako zinakufa kwa sababu umekataa maonyo. Ndoa yako inaweza ikafa, umekataa maonyo. Kuna watu wameokoka lakini bado wanatoka nje ya ndoa, wanakuja na magonjwa, wanaua ndoa yao. Halo, anatoka. Huo ni ulafi. Mke unaye, kifo kinamuita huyo mtu. Mungu atusaidie asubuhi ya leo, mtu mmoja apate kupona. Nasema mtu mmoja apate kupona. Nasema mtu mmoja apate kupona. Mungu akunipa ujumbe uende bure. Ukitoka nje ya ndoa yako umeziondoa baraka. Ndoa inapofungwa mnakuwa mwili huu mmoja. Ukitoka nje umeshavuruga ile ndoa. Yule unakuwa umeshaunganishwa naye. Huyo hapa tayari anakuwa si wako tena. Ukija unaleta shida kwenye familia yako. Kazi zako zinaharibika, biashara zinaharibika. Unaanza kunungunika na kupiga kelele. Kumbe wewe peke yako ndio tatizo. Kwa nini usikae kwenye nyumba yako katulia? Ukionywa, mchungaji huyu afai, unaama kanisa. Na ukienda kule unatulia kimya kama ni mtakatifu fulani. Yesu akija hauioni mbingu. Na mbingu imewekwa kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Leo tengeneza. Siku moja tukutane wapi? Kwa Baba. Bwana apewe sifa sana. Mungu ni baba yetu. Hakuchukii. Hata mimi hapa naongea sikuchukii. Kweli sikuchukii. Wala usinichukie. Nakupenda sana. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. So unaona mzee wa kanisa ameleta vitambaa, ningechukua ningefungulia biashara yangu. Hiyo ni mtaji. Nakwambia ni mtaji hiyo. Ilikuwa Mama Ogutu ulinipa mtaji hapo. Nikasema ngoja niwape watoto wangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Kwa sababu nawapenda. Yaani moyo wangu nikiona mtu biashara yake inaharibika usiku nalia. Nikiona mtu anaumwa usiku nalia. Nikisikia ndoa ina mgogoro usiku nalia. Nikifika saa 7 na nyimwa usingizi. Kwa nini? Natamani ustawi wa kiroho. Ustawi wako. Mungu akubariki kiroho na kimwili pia. Yesu hajatuita bila ahadi. Mungu ameahidi kutubariki. Lakini kuna vitu vidogo vidogo vinatuzuia kubarikiwa. Kutokutii. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Zaburi Mithali 15:5. Mithali 15:5. Yeye aangaliaye maonyo upata busara. Yeye aangaliaye maonyo upata busara. Busara ni ufahamu wa kimungu. Lakini siri unapoangalia maonyo ukayapokea, ukajua Mungu anasema na mimi ili kuniponya, maana anatamani kunipeleka sehemu.
Kwa hiyo unapokuwa ni mtu unayekubali maonyo, Mungu anakuongeza ufahamu, hekima ya Mungu, kwa sababu umeangalia maonyo. Methali 29:15, fimbo na maonyo hutia hekima. Methali 29 mstari wa 15. Kwa hiyo tunapochapwa na maonyo hutia hekima. Methali 29:15 anasemaje? Mtu asome alipata. Methali 29 mstari wa 15, neno la Mungu linasema, fimbo na maonyo hutia hekima. Fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Mtu ambaye ameachiliwa huwa hana maonyo, achapwi, huyo mtoto atakuaibisha. Atakuaibisha. Mama mmoja, kulikuwa na familia tu ambayo uwezo wao ni wakulima tu wadogo, uchumi wao sio mkubwa, akawa wametembelewa na wageni na mchungaji pia alikuwepo. Sasa pale nyumbani soda ilikuwa ni kupata ni mara moja sana, Krismasi na Pasaka. Alikuwa na vitoto vyake vidogo vidogo. Siku hiyo wakavunja bajeti yao, maana wageni wamekuja, mchungaji alikuwepo. Wakaleza, leteni soda za wageni, kalitoa soda 3. Wakazifungua. Sasa kuna watoto wadogo wadogo, fungulia mchungaji na wenzao. Vile vitoto na vinyo viko kama 3 vidogo vidogo, vikaja titi. Wakati mama anasema tumshukuru Mungu, mchungaji, kwa ajili ya soda. Wanamshukuru Mungu, kila mtoto akachukua soda yake, wanafungua macho, watoto wameshaanza kumina soda mdomoni. Waleta soda mchungaji sema waache na waje tu. Bwana asifiwe sana. Si ni aibu pale? Bwana asifiwe. Anasemaje huo mstari? 29:15 anasema, fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa humwaibisha mamaye. Kwa hiyo kuchapa mtoto si kosa. Usimnyime mtoto nini? Fimbo. Ila usipige kama unataka kumuua, hapana. Unamchapa huku unamsemesha kwamba hichi ulichokifanya si sahihi. Mwanangu, unatakiwa ufanye hivi, ufanye hivi. Kwa hiyo kuchapa kwenye kosa. Na ukimchapa, umchape kweli. Usimguse hivi. Maana wamama wanagusa hivi. Atarudia kesho. Hata fimbo ya Mungu akiachia fimbo inauma kweli. Maana kuna wakati Mungu kukuonya anaruhusu fimbo, ili kesho usifanye kile kitu tena. Kwa hiyo fimbo na maonyo vinafanyaje? Fimbo na maonyo hutia hekima. Kwa hiyo Mungu kuna wakati anatumia fimbo. Unajikuta unapita kwenye jambo fulani, unaanza kufunga na kuomba, kumbe kuna vitu Mungu anataka uviondoe ili fimbo iachiliwe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana. Haya maombi hapo ni ya toba, ili Mungu aone sasa umekaa vizuri. Na fimbo kusudi lake ni kukurudisha kwenye mstari. Ndio maana leo nasema nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa nini? Fimbo na gongo vinafanaje? Gongo ni kwa ajili ya kupiga adui, fimbo ni kukurudisha wewe kwenye mstari. Fimbo na maonyo. Hapa unapoona naongea leo nimekuwa mkali, sio kama Jumapili, kwa sababu natumia fimbo
na maonyo kukurudisha. Na ukikubali ukurudi ukatii, mema ya nchi yanakuja juu yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwani Mungu anataka kutubariki. Hata mimi hapa siko salama, naongea lakini neno linaanza kunikata mimi kwanza, alafu inakuja kwako. Hata kuzungumza kwetu tu tunakosea. Haleluya. Haleluya. Kukubali maonyo huonyesha kwamba wewe ni mnyenyekevu na una moyo uliopondeka. Kukataa maonyo, moyo wako unaonyesha ni moyo usiokubali. Kwa kukubali maonyo unaonyesha moyo wako ulivyo mnyenyekevu. Maana maonyo yanapokuja yana maumivu. Moyo uliopondeka uko tayari kugeuzwa. Moyo wa Kaini ulishakuwa ni moyo mkaidi, moyo wa jiwe, haukubali hata majibu yake kwa Mungu. Asema, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Anaongea na Mungu ambaye ni baba yake. Moyo unaonyenyekea, moyo uliopondeka, moyo wa Daudi wa kushuka mpaka chini. Mungu anamwambia, na dhambi yako imeondolewa. Kwa sababu ya kule kushuka, Mungu akamwambia Daudi, na dhambi yako imeondolewa. Bwana apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Nasema na wewe, na Bwana akuachie na hilo ambalo unalo. Bwana aondoe na dhambi yako. Haleluya. Haleluya. Unaweza kuepuka mitego ya shetani kwa kusikiliza na kujali maonyo. Unaweza kuepuka mitego ya shetani kwa kusikiliza na kujali maonyo. Kusikiliza na kujali. Ukikubali, unakubali kusikiliza na kujali yale maonyo na kuyatendea kazi. Kuyatendea kazi. Siri ya uponyaji. Kusikiliza, kujali yale maonyo. Maana shetani usipotii maonyo, kinafuata ni adui sasa. Tumeambiwa shetani aombagi kuingia. Yeye anavizia tu mlango umefungua, wewe anaingia. Anasema wewe ni wa kwangu. Lakini akikuta moyo uliovunjika, ulio tayari, uliopondeka, unayokubali kuonyeka na kurudi kutengeneza, huyo ni rafiki wa Mungu. Hekima inaachiliwa juu yako. Busara, ufahamu, unakuwa kwenye kumjua Mungu. Unakuwa kwenye kupokea baraka. Shetani anavizia ukiwa na moyo mgumu tu anaingia. Ndio maana nawaambia hivi, shetani anakuotea, dhambi inakuotea mlangoni, naye akutamani sana. Kumbe dhambi ina tamaa. Inakutamani sana, sana, sana. Na ya kupasa uishinde. Ni wewe utaishindaje? Kwa moyo wako kukubali maonyo. Kujali yale maonyo, kuyakubali yale maonyo, kuyatendea kazi. Maonyo ni kielelezo binafsi apewayo mtu akitahadharishwa juu ya jambo, kitu kibaya kinachotazamiwa kutokea. Kuna kitu kibaya kinatazamiwa kutokea, unapewa maonyo. Maonyo ni maelekezo binafsi apewayo mtu akitahadharishwa juu ya jambo, kitu kibaya kinachotazamiwa kutokea. Unasema unapewa maonyo. Mpaka unaanza kwa sababu kwenye ndoto unaonyesha kabisa Mungu anatumia mtu, Mungu anatumia sauti. Usifanye hivyo.
ukiwa unatii, ukakubali, ukazingatia, uponyaji unaingia. Kama Kaini angesikia Mungu alikuwa amemtokea moja kwa moja kuzungumza naye, angefanya vyema, angetakabaliwa, wangebarikiwa, ile familia ingekuwa ndugu, tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja, wanauana. Yeye ndiye alianza kumwaga damu ya mwanadamu. Anasema ardhi inanililia. Damu ya ndugu yako imeanguka kwenye ardhi, inalilia, inadai haki. Damu huwa haipotei. Haipotei. Kwenye ibada tuliongea sasa katikati, tukasema damu, hata haki ya mtu, kuchukua kitu cha mtu, hiyo ni damu, maana ni jasho. Jasho la mtu ni damu. Tukasema mfano wa kutengeneza siagi, tuliongea kwenye ibada ya katikati. Anasema ni maziwa ya mtindi yaliyokuwa yameganda, yanatikiswa, alafu inatoka siagi, mafuta. Na jasho la mtu ni kazi aliyoifanya, ni damu inatikiswa mpaka inatoka jasho. Ukichukua kitu cha mtu, umekula jasho au damu ya mtu, ina tabia kuzungumza. Kama umekopa, lipa. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Kama umekopa, lipa. Huna kabisa, mfuate, zungumza naye. Mama, ndugu yangu, umenikopea, lakini nimepambana, mambo yamekuwa haikai vizuri, nivumilie. Yeye mwenyewe anaweza kukusamehe, lakini mueleze. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maana akianza kunungunika, inafunga milango. Inafunga milango, inafunga milango, inafunga milango. Kila anaponungunika, inafunga milango. Utaishi kwa shida sana. Maana ile damu, hiyo hela alitafuta kwa jasho, wewe unaichukua, unaifurahia. Ni kama unakula mkaa wa moto. Na unafunga baraka kwa watoto wako, kwa kizazi cha kwanza, cha pili mpaka cha 4. Baraka za Mungu ni kizazi cha kwanza mpaka cha 1000. Lakini laana kizazi cha kwanza, cha pili mpaka cha 4. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Faida ya kukubali kuonywa. Wakati mwingine maonyo ni makemeo. Maonyo ni makemeo. Hata hivyo, maonyo ni maneno yenye kutoa hali ya tahadhari. Ni makemeo, lakini maneno yenye kutoa hali ya tahadhari kwako. Maonyo ni makemeo. Mabinti wangu na watamani sana olewe kwa heshima. Vijana wangu natamani wawe sana kwa heshima. Wanapokuja kwenye chama cha vijana, kila mmoja aisi kama mtu na dada yake, kama mtu na kaka yake. Mpaka siku wanataka kuoana, walete taarifa huku. Kwa hiyo lazima kuwe na kujitunza na kujiheshimu. Ni makemeo. Ili usiharibu future, usiue ndoto yako. Yusufu akukubali kuwa ndoto yake. Alisema hivi, nitende dhambi, nimkosea nani? Mungu wangu. Jilinde kijana, jilinde binti. Ukitaka kuoa, leta taarifa kwa mchungaji. Mchungaji wako ni mzuri sana. Suti tutakunulia sisi. Shela watakunulia kina chama cha kina mama. Mabinti wa kina mama watashirikiana. Vijana, mchungaji na wazee wa kanisa. Chakula kanisa lote litachanga. Wewe tayarisha chumba chako, tayarisha na kitanda, tayarisha na sufuria, tayarisha na jiko. Uwe na mpango wa kujua kwamba atakula asubuhi, atakula chakula mchana na jioni. Usimwambie tuko kwenye maombi. Hakuna maombi. Bwana apewe sifa sana.
Unapoa mwanamke, anasema Biblia anasema mwanaume asiende vitani mwaka mmoja, pata kumpa mke wake nini? Raha. Ukioa hakuna kufunga kwa mwaka mzima. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wewe usifikiria sana nitapataje suti, mahari hatukulipii. Maana mahari inakufanya uwe na uchungu na mke wako. Lazima ulipe mahari mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana. Na mimi namshukuru Mungu, Dar es Salaam sasa hivi kuna mama ni wastaarabu. Akikuona vipo vizuri akwambia wala usiogope, chukua ikalipe mahari. Hamna shida, si unasaidiana. Bwana apewe sifa sana. Maana unaweza kukuta unamuoa mtu ambaye yuko benki, wewe bado kazi una vyeti lakini bado hujapata kazi, na Mungu amekuonyesha hiyo. Unamuoa anakuambia mna shida, pata taratibu hizi hela hapa, peleka, nimeshaongea na mama kwamba una mahari kiasi fulani. Huwa anaongeaga kabla, alafu mahari unalipa. Na usimwogope kwa sababu anafanya kazi benki. Mungu amekuonyesha, mchukue. Hata kama ana magari 10, ana gorofa moja, huyo ndio mimi nafanya maombi vizuri. Yaani wewe unafunga na kukesha kabisa, Mungu nikiomba nafanya hivi. Yaani kwenye mkesha aliko hivi, naonyesha tu mpaka Mungu aseme yule. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sana. Usimkimbie. Wengine wanasema mchungaji yule hata taonekana kama anafanyaje? Ametawala au amefanyaje? Amen? Ananilea. Wewe una shida gani? Si umefunga ndoa, si ni mke wako, si anakuheshimu na kukutii. Wewe si mwanaume, si ni kichwa. Kuna shida gani? Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini usije ukakata kona. Usitumie shortcut. Shortcut ina gharama. Ina gharama. Ukishaona mwili unataka kusumbua, njoo. Sisi hizo gharama za chakula tutachanga hapa. Suti yako tutachanga hapa. Uzuri wapiga kamera wako hapa. Watashuti vizuri mambo yako vizuri. Uwe na kumbukumbu. Sasa chumba chako uwe nacho. Weka kitanda, hata ukiweka boksi ili bado unakubali. Lakini uwe na gharama, ujue atakula asubuhi, atakula jioni, atakula mchana. Usimwambie tunafunga. Unajua tuko kwenye maombi. Mke wangu, yaani mchungaji asema tufunge mwaka mzima. Tunakula jioni tu. Sisi ni watumishi wa Mungu. Na ile akamwambia baba, lakini akiwa pembeni anasema hasa kama nikufunga namna hii. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Haleluya. Haleluya. Kwa mimi nawatamani vijana, tunatamani heshima ya kumheshimu Mungu. Mungu anasema ukimheshimu atafanyaje? Sasa hayo unaongea ni maonyo. Si ndio ili usiende tofauti. Kwa hiyo maonyo saa nyingine ni makemeo. Ukiona unakemewa, huyo mtu akuchukii. Anakupenda kutoka ndani. Anajua ukifanya kitu ina gharama. Ina gharama kubwa. Unaweza ukaiua familia yako, ukaitesa kwa muda mrefu, mkatembea kwenye mnyororo wa shida, lakini umesababisha wewe. Na unaonywa utaki kusikia, shingo yako umekaza. Wewe ndio unajiona kama unajua kila kitu. Baadaye shaumia, unaanza kukumbuka ule ushauri, lakini umeshaumia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo maonyo ni makemeo. Kuna saa unakemewa kwa sauti. Unakuta binti anakemewa na mzazi, nenda kasome. Tunauza mpaka viwanja usome. Ukishaenda chuo kikuu kule ufuatiliwi na mwalimu. Chuo kikuu kule wewe ni mtu mzima. Tena mwingine anakosa bweni. Wanakaa nje ya shule. Sasa usipojitunza, mzazi anakukemea, anakufundisha, anakuelekeza. Ghafla ikifika usiku, wewe disco. Maana mzazi hajui.
Na hakuna anakufuatilia chuo kikuu. Siku tu ya mitihani ndio wanakufuatilia. Wewe ndio umefunguliwa sasa kwenye mlango. Geti ilikuwa inafunguka. Sasa ndio limefunguka. Uko mwenyewe kule. Unaanza kuishi naye ataka. Anainuka mtu anakukemea kule, unamchukia. Mzazi ameuza kiwanja huku. Anajua mtoto wangu akimaliza chuo kikuu, Mungu akamuinua kupata kazi, hata hicho kiwanja atapata tena. Maisha ya mtoto wangu nimetengeneza. Kumbe wewe una mambo mengine kule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mshika mawili, moja atakuponyoka. Ukienda shuleni una jambo lingine, ile lingine litakumaliza, elimu inakufa. Baadaye unapambana na maisha. Wale ambao umesoma nao, ambao wamesoma, wametulia na jambo moja, unawakuta wako maofisini, wapo si wako wapi, wengine mawakili, wengine si nini. Wewe ndo yani ukikumbuka ile maisha unayoishi unabaki kulia. Na si kwamba hujaonywa, umeonywa sana, lakini umekataa maonyo. Umekataa maonyo. Tena umepata nafasi, mzazi wako anakusomesha. Sisi wa Masai tulikuwa tunalazimishwa kuchunga ng'ombe. Mimi nimefuatwa kule nachunga ng'ombe. Mwaka wa kwanza baba yangu alistakiwa, wote wa kijiji chote walitoa hela serikali, ili maana yake umri umepita. Mwaka mwingine hawataka kutupeleka, wanatuficha kule porini. Ndio akatufuata mtu mmoja shule wa kule, mwalimu aliosoma, akatuambia, nyinyi siku fulani si na ndugu zenu wako shuleni? Na kwenda darasa la kwanza mimi, naye mfuata yuko darasa la 5. Tulienda wenyewe saa 9 tumeamka, kilomita 7 kwenda shule. Tumefika saa 12 tuko shuleni, wanagonga kengele saa 1, sisi tupo. Ndugu zetu wanaenda kutuarikisha shule. Wazazi wanagonga hivi. Nani atachunga ng'ombe? Wewe ukiwa mdogo kabisa, miaka 3, umeanza chekechea. Umeanza kuvalishwa kibegi. Miaka 4, 5 unapelekwa shule. Unaambiwa weka mkono hivi. Si zamani hakuna mkono hivi. Maana ni mtu mkubwa. Unasomeshwa. Mzazi anajitoa gharama kusomesha. Utaki kusoma? Usimfanye mzazi akapata pressure. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Usimfanye mzazi akapata. Soma kijana. Utumishi tunaofanya unahitaji wasomi. Serikali inahitaji wasomi. Hallelujah. 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 Unapokataa maonyo, Mungu mwenyewe anakuadhibu. Ndio maana Kaini aliadhibiwa na Mungu. Ardhi ililaaniwa. Akawa ni mtu wa kutangatanga. Hana makao. Hana makao. Wacha nikwambie hivi. Hii unapanga kesho hapa. Unakaa unafukuzwa, unapanga tena pale. Unakaa unafukuzwa. Mimi nashukuru sana wenye nyumba wanakufukuza. Maana anakufanya ukae utafakari ili uwaze ununue kiwanja ujenge nyumba yako. Sio mpango wa Mungu. Kila siku unahama tu na vyombo. Kila siku unahama na vyombo. Kila siku unahama na vyombo. Na wewe umeokoka. Mwambie Bwana, nataka makao yangu. Unahama na vyombo mpaka vyombo vingine vinavunjikia njiani. Miezi 6 unafukuzwa. Miezi 6 unafukuzwa. Miezi 6 unafukuzwa. Miezi 6 unafukuzwa. Wewe unakuwa mama tu. Mwambie Mungu, kwa jina la Yesu, nakataa roho ya kwa mama. Nikikaa sehemu hapa hapo nikae mpaka ninunue kiwanja, mpaka nijenge nyumba yangu. Nikiama hapa na hamia kwangu. Kwani Mungu ajibu maombi? Mimi
Mimi nilihama nyumba mara ngapi? Nilihama Shinyanga, nikahamia Dar es Salaam, nikahamia Mabibo, nimekaa miezi 6. Hao wenzetu walikuwa kuna huku na huku wamezunguka nyumba ile mchaga iko katikati. Kuna msikiti wa vijana, kuna msikiti wa wazee. Fence ndio umetutenga. Miezi 6 tu mwenye nyumba akaambiwa aje tufukuze. Na tulipa hela mwaka mzima. Kwa sababu ya maombi. Wakati tufukuzwe kwa sababu kuna vitu vinatikiswa. Tukafukuzwa hapo, hatukufukuzwa maana tulingangania mwaka mmoja tulipa. Tukahamia Kariakoo. Kuna mtaa unaitwa mtaa wa Sambaa. Tukakaa pale tulikaa miezi 6. Tukafukuzwa. Pale tulifukuzwa maana ile mwenye nyumba alikuwa ni hatari. Anakuja na bomba la fumigation. Anavisia tukienda tukitoka kwenda kwenye biashara, anawagongea watoto, anaingia na bomba la fumigation. Anapiga kila chuma, paka chumbani kwangu anapiga dawa. Na vipi nimpemba? Tuajaribu hati. Labda kunguni sipo. Kunguni kwenye nyumba yangu. Nimekulipa mwaka. Tukamwambia Mungu yatosha. Ndio Mungu akatuleta Kigogo. Bwana asifiwe sana. Mwambie Mungu yatosha. Haleluya. 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 Faida ya kukubali maonyo. Mithali 25:12. Mithali 25:12. Kipuli cha dhahabu na pambo la dhahabu safi ndivyo alivyo muonyaji mwenye hekima kwa sikio lisikialo maonyo. Yani mtu muonyaji ni kama kipuli cha dhahabu na pambo la dhahabu safi. Ni kama hereni au cheni. Jinsi wa mama wanavyopenda vitu vya dhahabu, ndivyo alivyo muonyaji. Anapokuonya, yani ni wa thamani kwako. Mtu anayekuonya anakupenda. Usimchukie. Mimi sio mara moja, hata juzi tu alimfuata Zakayo. Akaniambia mchungaji, jambo nataka nikwambie. Kaambia vipi? Akaniambia, unaona hivi vitu unaona tulivyopanga? Ndio yeye waga tunafanya ibada ile Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Akaangalia vile viti, akaniambia mchungaji, sio vizuri sana viti viangalie hivi wakati madhabahu inakaa hivi. Geuza hivi viti mchungaji, iangalie madhabahu ili watu wanamwangalia Mungu wao. Hao nimekukwaza mchungaji, ngambia wala hujanikwaza mtumishi wa Mungu. Hili lilo niambia nalitendea kazi. Na kuanzia Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tunapanga viti hivi. Bwana asifiwe sana. Sikumchukia. Nikamwambia yani umenisaidia, na nikamwambia ukiona lingine usiache kunielekeza. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Anakuelekeza. Musa amekutana na Mungu sana. Ni nabii ambaye Mungu alizungumza naye uso kwa uso. Lakini pamoja na kupewa zile amri 10 na kuongea na Mungu sana, mpango wa kuwapanga wale watu namna kuwahudumia, Mungu alinyamaza. Alifundishwa na mkwe wake kwamba ukikaa hivi utaumia na watu wataumia. Fanya hivi. Chagua 10, 100 hivi mpaka ikaja juu. Ili hao akishindwa kabisa ndio aje kwako. Hizi ndogo ndogo zikaishia huku. Ndio mfumo wa serikali mpaka leo. Aliyetoa ule ushauri ni mkwe na nani? Na Musa. Kwa kuelekezwa na kubali. Mtu anayekuonya ni kama kipuli cha dhahabu na pambo la dhahabu safi. Ndivyo alivyo muonyaji mwenye hekima kwa sikio lisikialo. Sikio linalosikia. Mama na mke. Mzee ameongea kitu kizuri sana baba. Amesema hivi. Watu wanafikiri Hawa ndio amesababisha shida. Aliyesababisha shida ni baba, ameacha nafasi yake. Ni baba. Ndio maana Biblia inasema tukae na wanawake kwa akili.
tulimwacha. Tunatakiwa tuwe karibu kila saa na wake zetu, tuwe na muda kukaa nao na kuzungumza. Ukimwacha tu anaweza akajikuta anaamua vibaya. Sasa wameweka kama mshauri, akushauri kila wakati. Sasa mke wako anakushauri vizuri kabisa, na unazo hela, anakuambia sasa baba fulani, hizi hela kule Chanika kiwanja ni bei hii, bado hazijapanda, na hela unazo hapo. Unasema nani anakakaa Chanika kule porini? Nenda Chanika sasa hivi uone, ni mji. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa sana. Kibamba ilikuwa Gapoli, nenda Kibamba sasa hivi. Wamama wana ushauri mzuri, anaweza akakushauri kwamba hizi hela tuweke kidogo kidogo, utanunua kiwanja. Kweli ukiziweka hivyo anapokuambia kidogo kidogo, mnanunua kiwanja. Alafu anakuambia hizi hela tuweke kidogo kidogo, tufetua matofali 100. Unashangaa umefetua, ghafla na matofali 1000. Anakuambia tuanze vyumba viwili. Mnaanza vyumba viwili. Tuongeze cha 3 kwa ajili ya watoto. Ghafla unashangaa ile ramani umejenga nyumba kubwa, mmeshakuwa na jumba kubwa. Lakini wazo limetoka kwa nani? Wa baba wao paka wajaze hela mfuko hivi ndio ajenge. Wa mama budget yao ni ajabu sana. Wewe unakuta budget, una hela, una 2000 na mko na njaa. Ukimpa mama ile 2000, atanunua nyanya, atanunua kitunguu, atanunua chumvi, atanunua pilipili, atanunua hoho, atapika ugali, unakula unashiba. Lakini 2000 hiyo kwako hiyo unakula mishikaki na ushibi. Bwana asifiwe sana. Mungu anamwambia Ibrahimu, msikilize mke wako. Huyu Sauli anakuambia muondoe Ishmaeli hapa ili Isaka aweze kukaa vizuri. Ibrahimu anasema hamna. Hii ni Mungu anamwambia msikilize mke wako. Hawataki kusikiliza wababa, wao ni wababe. Maana ni vichwa. Sawa ni kichwa, lakini umepewa msaidizi. Kazi yake ni kukushauri, na wamepewa hekima ya ajabu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Nyumba haijengwi kwa pesa, inajengwa kwa mipango. Wewe ukiwa na mipango na tayari ni ndoto yako, utashangaa una nyumba yako, chumba kimoja tu, vyumba viwili. Afadhali ukae kwenye chumba kimoja kuliko ile kupangisha ambao kila siku unaambiwa unagongewa. Au wengine wanafagia, wanakuja wanaweka taka hapo mlangoni kwako. Si mlokole. Lakini ukiwa na nyumba yako, hakuna mtu atakusumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtu anayesikiliza maonyo, Mungu atamheshimu. Ukisikiliza maonyo, heshima ya Mungu inakaa juu yako. Na Mungu akikuheshimu, milango inafunguka. Anasema mtumishi wangu huyu. Kwa nini? Maonyo. Mtu anayesikiliza maonyo, Mungu anampa kibali. Ukipata kibali, mipango inafunguka. Tu akiwa na jambo zuri, sababu una kibali, unashangaa milango inafunguka. Unatafuta kazi, ukiingia sehemu, kibali unapata kazi. Kwa nini? Mungu amekuheshimu. Kwa sababu unasikiliza maonyo, Mungu anafungua kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtu ambaye anasikia maonyo atatembea katika njia ya uzima. Mithali 10:17. Mithali 10:17. Soma baraka. Akubalie kurudiwa huwa katika njia ya uzima, bali aachaye maonyo ukosa. Yaani ukikataa maonyo utakosea kila kitu. Anasema
Mithali 10:17. Mithali 10:17 anasema, akubalie kurudiwa huwa katika njia ya uzima, bali yeye aachaye maonyo hukosa. Aachaye maonyo, unaonywa unakataa kufanya yale maonyo, unakosea. Lakini anasema bali akubalie kurudiwa huwa katika njia ya uzima, kwa sababu kuonywa kuna kuondoa unapotaka kupinda. Sasa unaelekezwa utembeeje. Unapokubali, maana yake unatembea kwenye njia ya uzima. Hiyo njia unapotembea sio uzima tu na baraka, lakini kukubali. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu atakupa kibali. Utatembea katika njia ya uzima ukikubali maonyo. Kunakuwa na uhakika wa kwenda mbinguni. Maana kila ukikosea Mungu anakuinulia watu. Yeye mwenyewe anakuonya. Na ni ili tu utembee kwenye njia. Maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Sasa unapotembea kwenye njia una uhakika kuingia kwenye baraka zako, lakini pia uzima wa milele. Faida ya kukubali maonyo, utapata busara. Mithali 15:5. Mithali 15:5, utapata busara. Yeye angaliaye maonyo upata busara. Faida ya kukubali maonyo, fimbo na maonyo utia hekima. Fimbo na maonyo utia hekima. Tulisoma ile Mithali 29:15. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu ambaye ni baba yetu utuonya kila siku kupitia njia mbalimbali kwa lengo la kutufanya tuwe pamoja na yeye. Kiu ya Mungu ni kutuonya kila siku kwa njia mbalimbali. Hata hivi tunavyohubiri neno ni maonyo, ili tuwe pamoja naye kwenye njia mbalimbali. Anatuonya kwenye njia kwa lengo zuri sana, tuwe pamoja naye. Kwa hiyo tuwe wepesi kugeuka ili tujiponye. Tuwe wepesi sana tunaposikia maonyo, tugeuke, tukubali. Hata hivi nimeongea, najua kuna mtu ambaye ameumia sana, lakini hayo maumivu ya kugeuze upone. Ninatamani baraka za Mungu zikufunike. Maana unapotembea kwenye njia ya uzima zipo baraka tele. Afya, ulinzi. Maana Mungu anakuheshimu. Lazima aweke ulinzi na kibali kwenye kila unachokigusa. Na hata Yesu akija tuna uhakika wa kwenda mbinguni. Mungu akubariki. Tusimame kukubali maonyo. Mungu huwa anakuja mwenyewe kabisa, anatuonya kupitia neno lake, kupitia watu mbalimbali. Lakini kwa nia nzuri anataka kuponya ndoa yako, anataka kuponya afya yako, ataponya kazi yako. Maonyo ni mpango wa Mungu wa kutuleta. Fimbo na maonyo vinatuweka vizuri na baba yetu. Hebu mtafakari Mungu ukiwa umefunga macho yako. Kati ya Mungu na Mungu amesema na sisi sana. Tumekuwa wakaidi. Mungu anaongea na Kaini kwamba mbona una ghadhabu? Kama ukitenda vyema utapata kibali. Mungu anatamani tutende vyema asubuhi ya leo, ili tupate kibali mbele zake. Tumekosea mara nyingi kukataa maonyo. Kati mwingine tuko kwenye makovu na maumivu kwa sababu tulikataa maonyo. Wengine wameonywa na wazazi wao au kutii. Wewe unasema last ningemsikiliza baba yangu, ningesoma, ningekuwa kama fulani. Lakini sikumsikiliza baba, ndio maana maisha haya yanaishi leo. Wengine anasema laiti ningemsikiliza baba yangu,
nisingezaa kabla sijaolewa. Laiti ningemsikiliza baba yangu, afya hii nisingekuwa na afya hii. Pita kwenye pito la magonjwa, sababu nimekataa kusikiliza ushauri. Laiti ningemsikiliza yule mtu, uchumi wangu usingeharibika. Laiti ningesikiliza, Lakini tayari tupo kwenye maumivu. Tuko kwenye maumivu makali, kukataa maonyo. Tumejikuta tumepata hasara. Mungu wetu ni wa rehema. Mungu wetu anatupenda, na maana amesema na sisi asubuhi ya leo. Ametuona kwamba tumechepuka, tumekataa maonyo. Na leo yupo katikati yetu ili aweze kutusamehe na kuturehemu. Aweze kuachilia baraka zake na heshima juu yako, juu ya ndoa yako, juu ya watoto wako. Tumeacha kusikiliza mara nyingi maonyo kutoka kwa Mungu. Tunajikuta tunapita kwenye matatizo mengi kama Kaini, ambaye ameambiwa ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, biashara imelaaniwa kwa ajili yako, kila kilicho chema kimelaaniwa, sababu ya ugumu wa moyo wa Kaini. Kama angetenda vyema, angepata kibali kwa Bwana na sadaka yake ingetakabaliwa, naye angekuwa mmoja wabarikiwa. Kini maisha yake yamekuwa ni kukimbia huku na huku akiama. Mtu wa majuto ambaye anaogopa atauawa, mpaka Mungu amemwekea alama ili amuone asimuue. Si ajabu kuna alama unayo. Leo Mungu akaondoa hiyo alama, aweke alama ya kwamba huyu ni mbarikiwa, huyu ni mwanangu mpenzi wangu, napendezwa naye, ambaye yuko tayari kusikia maonyo. Napotuma watu wangu kumuonya, anageuka. Napolisema naye kupitia neno langu, anageuka. Ili heshima ya Yesu iwe juu yako, ili heshima ya Yesu iwe juu ya ndoa yako. Ndoa yako ikiheshimiwa, hatuweze kugusa hiyo ndoa. Lutulo tumbo la hiyo ndoa litazaa watoto wa kike na wa kiume. Afya yako ikiheshimiwa na Bwana, uponyaji unatiririka. Watoto wako ikiheshimiwa, Mungu akikuheshimu, watoto wanawekewa ulinzi, na shuleni wanakuwa ni vichwa, maana heshima ya Mungu imeachiliwa juu yako. Yesu, asubuhi ya leo tunakuinulia macho yetu juu, maana hakika tumeonywa, tumekataa kutii, na leo tunapita kwenye ugumu wa maisha, tunapita kwenye ugumu wa uchumi, tunapita kwenye ugumu wa afya. Yesu, tunatubu mbele zako. Nirehemu Kristo, nihurumie Bwana, kairi hasira yako. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, unirehemu, uniponye, 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 nami nitaponyeka. Uniokoe, nami nitaokoka, maana wewe ndiwe Bwana ule sifa zangu. Unanijua Yesu, makovu nayopitia, nimekataa maonyo. Naomba unirehemu, naomba unihurumie, naomba Yesu, heshima yako irejeshwe tena, kibali chako kirejeshwe tena, moyo uliovunjika na kutetemeka
niumbie tena, niwe tayari kuelekezwa, kufundishika, kuonyeka, hata kukemewa. Niwe tayari Yesu. Mwambie Bwana, zungumza na Yesu. Zungumza na Yesu. Zungumza na Yesu. Ribori karabasakaya. Rikakakarabosaka. Yesu, 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 Yesu. Tumeshupaza shingo. Tumeonya hata na wake zetu tumeacha kutii. Tumeonya na waume zetu tumeacha kutii. Watoto wametuonya tumeacha kutii. Bwana. Rabashikorobosa. Lisafisha kanisa lako. Hata mimi hapa siko salama. Nahitaji msaada. Nahitaji huruma zako. Nahitaji rehema Yesu. Nimeacha kutii. Maisha yamekuwa jangwa. Ardhi imelaniwa kwa ajili ya. Naomba Yesu nirudie. Naomba Kristo, ardhi ilolaniwa, damu yako ikatakasi ardhi, ukaondoe laana kwenye ardhi. Ibarikiwe hiyo ardhi, ibarikiwe hiyo biashara, ibarikiwe hiyo afya, ibarikiwe hiyo ndoa, ibarikiwe watoto, ibarikiwe Kristo. Baraka zako ndani zikanyesha katikati yetu. Zikanyesha katikati yetu. Heshima yako ikafunike watoto wako. Upendeleo wako utembee na watoto wako. Kaskazini toe, mashariki toe, magharibi toe, kusini ususie. Yurobo saya shededebo saka. Naona mvua ya rehema katikati yetu. Naona mvua ya rehema katikati yetu. Wengine walionya na wazazi walikataa kutii. Wewe ni wazazi wa kimwili, wewe ni wazazi wa kiroho. Bwana anaachilia rehema katikati yetu. Bwana anaachilia masama katikati yetu. Ipo neema, ipo neema, ipo neema katikati yetu. Ndio maana Mungu amesema nasi kwa ukali kupitia neno lake. Yesu amesema nasi kwa ukali kupitia neno lake, maana anataka kutuponya, anaturudi ili kutuponya. Anaturudi ili kutuponya. Uponyaji ushuke katikati yetu. Uponyaji ushuke katikati yetu. Uponyaji ushuke. Tumbie moyo wa nyama, moyo wa kutetemeka unaposikia sheria zako. Moyo wako Kristo haswa, kwa jina la Yesu Kristo.